tunaongelea vijana according to my past experience. Mimi yangu naweza toa tu advice. First siwezi blame wazee. Unaelewa? Na vijana tuseme wasichana wanapenda pesa. Tafuta pesa na wataku. Yeye sasa itafuta. Ya pili. Vile tumambo hapa na fail. Tafuta msichana anakupenda. Si mwenye unapenda tu. Kitu tu kaa hiyo. Na mapenzi kikushinda, wewe kuwa tu mlevi. Majama, mimi naomba yenyewe show aingi katika kama bado tunaendelea kusikia hizo maviews za watu. Maze Young Billy's Den is very hot maze. Yani mimi nakwambia tunakuletea vitu safi, tumekupikia keki na mpaka tukakudelivery house hiyo kabisa. Maze hao guest pia kuna venye wanacheza kiwao. Pale hivyo tuko na Blackie, tuko na Mr Felix hapa hivi na tuko na Mr Paul Mwandere maze. Na hawa sasa wana come through design nyingine. Na mshota wewe audience pale hivyo mtaa najua ulikuwa umengoja hii story. Najua tumekupiga surprise nyingine serious. Lakini unajua kitu moja. Acha niwaambie kitu moja. Unaona hata bowling inaweza kupiga surprise. Si ndio? Wewe si useme unaweza rusha ball ucheki yende kwa mtaro. Ndio kwa mtaro. Kaza. Narudi. Nakwambia hivyo. So my guys, najua mazee bado mko na maswali mingi na tuliona tu ni fair like tuwaletee at least tusikize more. Unachiki pale hivyo Felo alikuwa anatuchapia alikuwa anatuchapia Blackie alikuwa anatuchapia story yake venye amefika point akafeel yenyewe life nikaa imekuwa deadly, hajui atadu nini vitu kaa hizo like ana feel nikaa life imekuwa hard. Unaona mpaka ikafika point akataka kujiteki. Unaona? Mr Felix yeye akatuambia pia sometimes ukata lakini kukata yake atakangi pia watu waicheki na akasema pia life is short na lazima ujibambe. Lakini daktari mwenyewe anasema yani anasema it is you know daktari anatuambia hizi vitu kuna wakati umefika 60 umetulia hivi unasikia wewe mahindi inakuwa mahindi inachemka mzee mapafu. Sasa inabidi tucheze kisisi. Mimi najua audience pia pale uko na yani ideas zako venye umechill pale hivyo mtaani uko na yani uko na unajua kila mtu ana views zake. True. Kila mtu ako na opinion yake in life unaona. Mimi swali ningetaka tufungue nayo leo. Tuendelee nayo tujui ni part 2. Sijui nianze na awacha nianze na nani hapa hivi na Mr Johannes Blackie mwenyewe. Wanatupatia handsome. Maze sijui kama ni handsome or handsome. Lakini yote handsome. Sasa acha nikuulize. Umeika tu down hivi ukaambia ulituambia uko na Hassan. Kabisa. Umejipata tu yani unaambia either father yako akiwele temenye alikuwa ama umejipata wewe mwenyewe unaambia Hassan wako ni aje maze I love you. Kwanza tukianza na budangu alichokuniambia wewe ndio kijana napenda. Umeelewa? So hata mimi huyu mwenye nuko na yeye mimi ni tunapenda na si ngumu kumwambia. Namwambianga. Ni poa. Acha kuna aspect bado hajatuambia. Budako amekuface akakwambia young man I love you. Bro bana. Unajua mimi hizo zimefanyika mostly akiwa mlevi.
Na unajua pombe ufungua roho. Sema kweli. So alikuwa mlevi but akiwa sober angejipata. But Akiwa sober ni vigumu sana in rare cases. Yeah. Na kupata. And bro. Blackie weka wewe hivi. Mimi sasa Ukiwa sober sasa hata hujaonja, umekalisha mjuni yako hivi ukamwambia my son. Nakupenda ili ujayo. I love you my son, my daughter, nakupenda. nakaambianga kama nimekabeba hivi. Ama wewe anamwambia juu unajua ni mtoi sana. Na tuseme angekuwa ile jia. Unajua kuna ile fia pia unakuwa huyu mwanaume nimwambie. Hiyo basi inafeli kwa man mzito. Mzito Felix. Felix Papa. Tupeleke hapo. Kijana mzee. Iko na challenges zake, ni ngumu sana. For a 13-year-old niko na yeye, ni ngumu sana kumface hivi umwambie kitu kama hiyo. Hata anashindwa ajui atarespondaje kwa hiyo. Kwa hiyo jibu hiyo kitu nimemwambia. At some point labda unaweza nisha try but nilikuwa siwezi sema nilikuwa vile. Nimeanza kitu sasa tumekaa naye tu tulikuwa sisi wawili tu. Tumekaa tu napiga tu story. Nikamwambia mimi nakupenda, nikamwambia mke anihug. Kwa mka kunihaga akaanza kulia. Akaanza kulia sasa ajui kama kuangalia ama angalie side gani. Ina change emotions. Ikachange emotions zake kabisa. Lakini mazaki akimshow unapata hii ni no. Kwa madha yake ni kitu ya kawaida. Hao ni kama mchezo wanafanya. It's like a game they play. Wanaambia I love you. For them it is normal. Ukikuwa home. Yes. Umesema there's a point ulifika ukamchapia. Hiyo time ulikuwa kitu ama ulikuwa tu sawa fresh. Sikuwa fresh vile. Ulikuwa fresh vile. Ile time uko fresh poa. Ile time uko tu fresh uko na mtu wako tu hapa mna juu kuna nikosha kuna time zingine mnakuwa na deep talks ndio. Kuna time tu shake alete ile yenye ile conversation ikam tu flow peke yake tu flow hadi hapo. Ama wewe pia as a cafe lo hata ikikaribia kwa ndio direction ni na umemaliza huo mwaka ama umeoga kuna divert ama kaoshe meno. Mimi naweza sema mimi pia ninakuanga very emotional, so siwezi kubali iende mpaka hiyo extent. Tunajua kuna vitu zenye siwezi hold, so nikianza kuona tunaenda hiyo part sana naweza divert ni change topic. So tena nikuulize wewe. Yes. Sasa mtu wako kuja kwambie daddy ama upate tu mtu wako amekasiri, yani ako in emotions as in ndio mabusa zingine tuko down unaelewa. Kila mtu pitanga nini kwa emotions zako like dad unajua nini manze hivi umenifanya leo umenifanya vitu nzuri sana manze daddy I love you as in mtu wako akikwambia hivyo wewe unaweza receive aje wewe akuje tu kwambia hivyo. Ili happen naweza sema hata just jana nilikuwa tu home, it was not sikuwa nafanya kazi. Second born wangu tu alikuja akaniambia akaniita daddy nakupenda wewe ni dad wetu hivyo tu, na akacheka sana akafurahi. Nilicheka tu nikamwangalia lakini hata sikujibu. Ulishindwa venye ta respond ama shida venye ta respond kwanza alini surprise. Hakuna kitu nilikuwa nimefanya ati interesting sana. So yeye alikuwa anacheza tu ile I think ile kubambika akaniambia daddy wewe ni dad wetu I love you. But yeye alisema daddy I love you, lazima aseme daddy wetu. Ndio pia ikilio weird moment. So I had a very burning question for Mr. Paul here. Why does it become so hard for maybe a son and a father to tell each other they love each other? Is it because of our sexual orientation? Is it because of masculinity, toxic masculinity? Ama it's just an African perspective of everything? If you study so much about the African man, one understand when you may evolve, I think we tell our dads in a very great way because realize, especially when the Second World War began, what happened? The fathers were separated from the family because during Kitambo, our fathers walikuwa wanaenda shambani. If you are going to hunt, they would go with their children. But when the Second World War came and the Industrial Revolution came, fathers were taken away from home. Kwa hivyo lazima dad angeenda place kama Mombasa kufanya kazi, and as were left home. Ukicheki, that is where men and children started disconnecting. But what I want to talk about, love can be defined in different ways. Love can be affection. Affection kumaanisha na kushona kulove by hugging you and even telling you. But also love can be also, there are three kinds of love. We have what we call the affection love. Affection love ni where nikiingia home na hug my son na namwambia I love you. Yenye anani feel emotionally and even physically. There is also something that we call tough love. Tough love ni where your dad anakudiscipline because he loves you. Anaona hapa utapotea anakwambia don't do this. Unaona, for example, amesikia umekunywa pahali anaenda anasema no, this one cannot happen. Na saa zingine anakupani. Na baadhi hiyo kitu inakuwa kwa Bible because kuna pahali anasemanga he who hates his son
hates correcting him. So saa zingine your dad akikucorrect you unakujaga in future una realize, hey, by the way my dad loved me so much. Like me, I have never taken beer. CJ hata vuta sigara because my dad alikuwa amesema hatakangi hizo vitu home. Sasa hivi venye nimegrow nimerealize, hey, this man cared for me so much. Kuna ingine ya tatu, I think nimeongea mambo ya tough love. I think kuna ingine nimeongea, as men, we don't show love by even talking because men are not necessarily worldly by nature. We do it by action. For example, a lot of time nimekuta my son akiniandikia, Daddy, I love you. Najiuliza, why? Because sometimes nimekuja kulia, every time kananiambia kananipenda, ni do kanataka. Si kama jia tu ya kuja, Daddy, I love you, however. Hiyo jina however. Ndio naangalia. But I've also come to realize, one of the way watoto wanakuanga wanamesha umewapenda, it is by the actions you do for them. Na iko kwa Bible because kuna pale Bible inasemaga, for God so loved the world that he gave. So one way of children knowing that unawapenda is by the sacrifice you give to them. Sasa zingine nilikuta watu wangu wakilia wakaniambia, Dad, you really sacrifice for us. Kwa sababu I think nilikuwa nimetoka Udhaya kuongelesha Udhaya boys, nikafika kwangu I think 12:30. Kenya kiliwashtua sana nikuwa by then sikuwa nimeenda na gari because it's very far. But nikaenda nikanunua mandizi mob huko, alafu Tao alikuwa ameniambia nataka pizza. I remember it was a Tuesday. Nikakuja na carton mbili za pizza. Na shati yangu imechafuka sana kwa sababu niko nimebebea mandizi na ngunia. Hey, walinihaga wakaniambia, Dad, you mean you love me this so much? What is that? It is a way of showing them through action. So let's not blame our dad kama hatuambia hatupendi, but if we look at the action, I think it is enough to tell us they love us. We may not, like mimi hata saa zingine, in fact hata si phone yangu iko hapa, I can tell you to be honest, since we came here sijapigia wife yangu. Na si ati simpendi, lakini amenipigia toys. Lakini mimi najua nikiwa hapa Kenya yote amenichia because nimeona list ya shopping hapo, lazima nitaenda nazo. So it's a way of because what is the need of kuambia nawapenda, lakini every time they ask me for something I'm not there for them. So for a father it's not about presents, it's presence. That even when I'm very far away they know Dad sacrifices for me. Yeah. Dr. Paul, when you mentioned that, I have this question. For example, is there fault in a man who goes the route of showing kind of love to someone? For example, see, it's for us men to show love through presence. Yeah. Is it okay for a man to show love through, for example, say a wife akikupigia yana juko mali exactly. For that person will be like, hey, if I nipigia, hey, hello baby, niambie mambo kidogo tu niko busy na kupigia after. But that guy who's sasa ndio opposite of your wife's house. So but sasa wewe ndio unabika your wife confirming kako poa nini, doesn't also do the same. Wow. Kusimp yani kusimama. Kitu moja nimerealize about nimeoa for 16 years right now. Kitu moja nimekuja kurealize na women, especially my wife na the girls I dated before niko na my wife. Two things women hate. They hate idle men. Idle men. No, unaniambia unanipenda, hakuna kitu unafanya unaonekana. Ama every time unaambia nikiambia my wife nampenda ananiuliza mko na nani? Because ni kama unampray so that now you prepare the glass kwanza atulie. But I always want to say this. It's good to tell them you love them. But they understand that as we are not men are not affectionate in nature. By the end, I want you to know that. Mostly they know two of the things women measure that you love them. Number one is the sacrifice you do for them and the love for your children. Kama kuna kitu hata sazia mtao msisahau hizo two things mwanamke huangalia sana. The way you treat her and the way you treat the children. Those are the two greatest measure wanajuanga mwapenda. Exactly. But it is always good to tell them, but also don't be too possessive. Ama kushinda ukipiga. Unaonyeshanga hakuna kitu kingine unafikiri. By the do you know najua utakuja kushtuka hivyo. A lot of time I don't know whether ni kwangu tu ama ni kila pahali. Saa zingine wife anatakanga saa zile huko. Usidhani ati kushinda kwa nyumba hapo. Anaona upo na shida kubwa sana. Hata umemlalia paja. Unamlalia paja na wanaume wengine mkuhusu wanahasi. So I think what I'm talking about the sacrifice. Women measure love by sacrifice. In fact I remember I finished with this story. There's this boy alikuwa anataka manzi fulani. This jamaa alikuwa anataka manzi fulani. But ni kama alikuwa anaogopa kumwambia. Lakini this guy alikuwa anafanya kazi kwa a flower company. So what he used to do, kuna jamaa alikuwa messenger kwa hiyo around that company, alikuwa anamwambia shika hii flower upelekee girlfriend yangu na umwambie nampenda sana. So every month anamwambia shika kuja
mpelekee flower. So when the girl was nearing marriage, before I propose aseme now I say I do, huyu jamaa akasema no, sinaona ni kama already kunioa, kuitikia ni muoe, fanya hivi, hatutakuwa tukipeleka flowers once a week, tutakuwa tukipeleka daily. So every day flower. 1 week to the girl proposing the marriage, akasema so that she now is happy with me, every hour unakujia maua. Wanasemanga ati kwa hiyo garden ya huyo msichana kulikuwa ni kama a vineyard. So the girl came and said, I'm now ready to get married, but I'll get married to the person who has sacrificed so much. I'll marry the messenger and not the guy. What? No. Exactly. So girls are funny. Na mtakuja kuwalia realize. Wewe unashindanga hapa sijui uko campus, lakini jamaa mmoja mwenye anakujanga na drop kwa home. Hiyo ndio tunaona. Yaani unashindanga tu for dia. Jamaa mmoja atakuja tu kuanga na drop na mpick Monday, wewe utindage huko mgumu kitembea na mguu na nduthi. Utashangaa. Nafani nao. Mimi sana nataka kuuliza tu. For example, kuna macha kuna two characters of men. Kuna ule saa basi mwenye anafanya hapo hiyo. Anafanya delivery. Na kuna mwenye anafanya delivery. Na kuna mwenye saa kutafuta ndio delivery guy afiki. Last time ulikuwa umesema pia kusimp sana pia si poa. Exactly. So how basi mtu achezewa because utapata mwanamke anataka mara usimp. Kwa usimp inakuwa wewe sijui nikaa wewe uko na shida sijui uko toxic masculinity iko sasa ati una simp wewe ni too much like no, how do you know now where to draw a balance? No, I think it's all about you and you sasa utajua. Just tell her I'll be calling you in the morning and call her in the by that there is a lady na sita isahau nikiwa Egerton. Haki nilikuwa nimependa huyu manzi alikuwa anaitwa Miriam and I hope hawachi. Miriam. Huyu manzi aliniacha juu ya nini? Na sitaisahau. Juu alikuwa anaishi pale panaitwa Kawangware, sitaisahau. Aliniambia alikuwa choose between Kamau na mimi. Haki manzi nilisacrifice hiyo manzi sana. Sitaki kusema juu pengine wife na watch. Manzi aliniacha kwa nini? Ati juu Kamau, sasa huyu Kamau chali yangu ati kama wanampigianga kumpigianga kumuuliza kama amekula ati saa Junisi mpigianga kumuuliza kama so kitu moja nimerealize about it, understand the Arago, every lady has a different language. Kuna wengine wanajuanga umewapenda juu some are materialistic, some are just affectionate, some wengine ni kukuprewa na kupray. Na ni vizuri sasa kama mwanaume ufungue macho juu unaweza kwa simu yake ukute wewe umeandikwa Marik utunu wa mapenzi, Johnny unu wa saruni, huyu ni wa nguo. So lazima ujue kwenye huko. Na saa zingine unaenda kwake surprise, uone kama utakutana na msee. Na ukiona saa zingine msichana hakupigii sana, kuna mtu anapigianga because ladies lazima kuna mtu anacheza. Wallahi mimi kwambia hivi tu kila siku. Exactly, kuna kitu unacheza. Unafaa kujua tu hivyo. And within no time, by the one of the thing I have realized about ladies, unaweza chitiwa na msichana for 5 years bila kujua na kuchiti. Kweli. They are very swift. Inaitangwa the sixth sense wanakuanga nayo. But they master the game very fast. Exactly. Game ilikuwa yetu. No wonder you are not supposed to be vulnerable with them. Akikujua too much ile time unakujanga kenye unapendanga. Sana. And sorry to say this, na tuongee mambo ya sex kidogo. You know a man can only have sex with a lady once before your nguvu irudi, si unaweza kaa 2 hours. But do you know a lady can have it even with 5 people at a go? Sorry to say this, I know you may not like it. That's how prostitutes survive. So don't identify sex as love. They can even fake it in bed. Is it clear? They can even fake it in bed. They are screaming and you think it is love. It is not love. Lazima ujue mtu wako. Like kenye my wife anapenda si kenye. Kitabu moja nataka watu wenye wanatusikiza wasome, inaitwa Gregory Chapman, The 5 Love Languages. I'm Dr. Love. Chapman anaandika book inaitwa The 5 Languages of Love. Kuna wasichana wengine wanabelieve unawapenda by telling them. Kuna wengine hata uchinde uambie, wanakuuliza hata kama unanipenda hii mambo yote unaniambia umenifanyia nini? Hebu tuma pesa kwanza nijue. So they are languages of love. So I think kila mtu ajue manzi yake, or than nikupenda anapenda kuambiwa. Like for my wife, she doesn't care so much whether umwambie hivyo. I think my wife can notice as long as umependa watoi wake, anapanga amekupenda sana. Exactly. Kuna
kuna we've been talking about love hapa, kila mtu wako but as we are talking iko ile the previous episode Handsome man hapa alisema yeye madem hataki hata story yao. Nisikia hivyo. Yeah, Hiyo story Kila mtu ako na. Mbona utaki hata kuna story ya mwanamke hata mbele yako? Mimi kwanza kianza sema. Alafu unaweza ongea sasa. Tusikie sasa hata audience pia mtaani tusikie. Apart from huyo mwenye kitu akaenda. Nilishikwa na mtu alikuwa anafanya kwa ministry ya maji. Wow. So huyo mtu alimgunywa. Alikuwa anadunga kwa ministry. By the way, msichana mrembo sana. Na kuna qualities zote za msichana mrembo. Wow. Na hadi mimi nikaa niko na shindo msichana. Nini anaona kwangu kazi. Sio ni So kwenye nilikuwa na yeye lakini bado sijui ni usumbua wazee by the way wazee waachane na watu yenyewe point. Wazee at least watatuambia. Mr. Felix amesmile kwa hiyo story sana. Sasa atatuambia pia story ya jeshi yetu. Nilipata sometimes. Kwao ni hapo pango. Sasa ipo sometimes nikimkosea. Sometimes nilikuwa nikimkosea natembea Kayole hadi pango kama sina fare. Naenda nampongeza. Narudi. Meru. Kuna wengine hata before kuna wengine walikuwa wanafika mpaka Meru. Siache mimi nitasema. Shuka town hiyo. Pia mwanamke ndege Mombasa hadi Nairobi. So unakutana naenda pango. Narudi. Tunabonga after which narudi mtaa. Sometimes hadi aanza kwa amenitisha ganji na sina. So inabaki muuza kitu yangu. Ama hata nimeenda nimwambie msee nisaidie sonda kupe sombi. Mimi namtumia. Alafu mdem si akaamkia kwa ministry hapo. Kumbe mimi naumia kupata do na kuna mwenye anampea rais na kuna vile anacheza. Umeelewa? So hiyo kitu ni umanga. So nibaki nimeenda kwa ministry. Nikaleta noma huko. Ulimwendea? Ilikuwa ministry water. Ndio kumwendea. Kaleta commotion kidogo nikawaiwa. Hiyo tukarudingi, kaambia tu iishe. Karudi tukabonga. Tukabonga ikaisha tena. Sasa day fulani nimemdungia tenje. Nikihisi boy fulani ameshika. Kamuuliza mwenye tenje yako wapi? Ati ana change. Nikaifikiria sana. Umeona? Nikauza na wewe nani ndio ulijua hiyo kuchange na maanisha. Kaniambia mtu ana change nyingi. Nikamwambia basi hii akitoka mwambie bro yake amedu. My man, no. Sio mdemio deal kwa tupata ni OTC. Sasa si mimi niko hapo kwa ministry nje. Nikamwambia kutoka mwambie niko OTC. Sasa mimi nimekaa hapo nijue nani anatoka naye. So katoka sana mbuda mwingine sasa. Si mimi niko nyuma yake napiga. Nauliza uko? Ananiambia ndio sasa hivi niko hapa hivi parliament. Nateremka hivyo. Nikamuuliza ukweli. Dema akakosa suspicious akaangalia nyuma nikajisunga. Tukatembea kufika Urpark. Nikaulizaje best yangu? Hapa hivi unaonaje? Akaniambia wewe achana nao. Akasema sawa. Sasa ile kutembea kidogo nikamwambiaje haiwezi. Si mimi nikaenda nikamkuta. Sasa ikakuwa kuniniana kidogo. Hapa tuende sana. Dema akaniambia geishe nini nikamwambia kwa tu sawa. Akarudi tena akanitafuta tena. Sasa kunitafuta. Day fulani sasa niko kwa mlango hivi. Sijaingia. Nika hivi nikasikia I do always enjoy you. Nikasema acha nikae hapa kidogo. Nikasikia na lakini siwezi sema nini nilisikia. Nasikia tu. Nilisikia. Mimi ndo nikiingia nikakaa. Ndio umejua madem ni wajanja sana. Sana. Hatajua time uko poa time uko mbaya. Hata upretend. Kanizo uko poa nikamwambia niko poa. So day fulani ikiwa mboka. Anarudingia akapatanga keje ikiwa vacant. Nikamwambia weka hapo na watu wa. Sasa hapo ndio vile tukia madem. So wewe una DM sasa hivi. So hata mimi design za sema naweza suka mdem lakini nampi
Nampima. Lakini sitaki. Hivyo tu for the fun of it. Ende ni wrong. Hivyo tu. So unacheza tu na ndo. Seri so nirituka itu kiwewe. Ujibambe Badala kivyako. upendwe, wewe jibambe. Kivyako. Sisi ndio tunasema life ni short. Wacha tukunywe. Lakini so unajua ameongea madem wengi wao wanakuwa confused. Pole kwa kusema hivyo. So dem inafanga madem wa siku hizi hata wana hiyo love. Ukijaribu kuwapelekea hiyo love juu na waste time. Most of them hawana hiyo time ya love. Wengi wao wako more into material world. Unaona? Dem anataka kuwa na phone nzuri, anataka kuwa na very good hairstyle, anataka kuwa na makeup nzuri, viatu nzuri, unaona? So wewe ukiwa mtumiani hivi kuna kuna zile uta provide lakini kuna zile ile extent utafika. Na yeye pia anataka kuwa kama wale mademu wengine. Si anaingia TikTok anaangalia. Anataka kama hao mademu wako hapo ndani ya TikTok. Anataka hiyo kiatu, anataka hiyo nywele. So lazima atende ile extra mile kuweza kumake ile extra money. Na hiyo doi iko na mambuyu. Unaona? Mabudeng ndio wako na hiyo chapa. Unajua hata saa zingine employer akikuandika hiyo kupe kulingana na age yako na hata si qualifications zako. Kuna age unaweza fika, kuna amount ya cash, yule mtu atakuangalia hivi anakuuliza unataka job, atakuoffer certain amount very fast kulingana tu na venye atakwambia age yako. Uanza kuja ukiwa myang na uko na umesoma sana lakini hata kuconsider, atakupatia do kidogo kuliko hata ule mtu ana experience. So utapata hizi do mabude wako na do. Kuna wale wako na do fit. So yeye atapata riza ku afford vitu kwa familia yake na bado atakuwa na do kidogo amesave yenye za treat now dem. Dem anapenda vitu ndogo ndogo, unataka wewe twende chipu, twende tukakule chipu au twende. Nataka nikuchukulie Uber. Hizo ni easy stuff kwake. Wamzae hapo na enough cash anamlipia Uber. Anampatia pocket money 10,000, anampatia 15,000 ndio mwenye simu. Hapo hakuna kitu amepoteza. So that is what is happening. so ni kitu unaweza advocate ama unaona gani kitu mbaya? Ni kitu mbaya sana and it's such a pity especially for those young girls wenye wanapenda hiyo life. So at the end of it utapata wewe time yako inapita. Ule jamaa at the end of the day lazima atarudi kwake. Lazima atarudi kwa familia yake. Mtaspend naye very good time but itafika time hata kama ni 9 atakwambia mimi hata atajipigisha simu, ninafaa kwenda mahali. Huyu mtu lazima atarudi home. So wewe the more unaendelea kumdate ama kufanya nini time yako ndio inaenda. Yet already familia yake ina grow huko. Watu wake wana grow na ana provide home. So by the time una realize unasikia niko 30 years, I have a very good phone. Nimefika mahali mpaka nimebaiwa gari ndogo lakini you can't find the right man to marry. No. So hata maboys pia wanaume pia wanatumia madem. Wanatumika. But sana wale wanatumika ni wale wako more into material world. Yes. Alafu bro, kuna pale topic ya sijui mimi nimefanikia, sijui kama ufanikia. Unapata hii inaweza penda Dr. Paul Collins kusaidia. Umepata demo umemtreatingi poa nini the moment unataka sasa kuelevate vitu polepole sasa ikue kitu serious unasikia ni bado najitafuta kimapenzi hadi bado nataka kujua how to love myself. Is that thing really is your statement, does it really make sense in a wow. Venye tu tumesema I think lazima mu understand vitu tatu. You see there's something Felix amesema nataka kumsupport na ameulizwa na Marix question poa sana. Kwa nini wasichana wanataka sugar daddy? Lakini lazima hata si tujiulize kwa nini si wasiwa young tunataka sugar mummies. Because also imekuwa popular. Mimi naona kama ni two things. Number one, peer pressure, and number two, the lack of father figure. I wish you know how that plays a lot. Any girl who has grown without a stable father, he'll always be looking for a father in every man he finds. So akikuta ni kama wewe every time mkiongea naye, sorry kutumia jina ni wana kushinda ukicrack joke, anaona ni kama uko immature. Kwanza wewe. Exactly. So anataka the father was not there, the father was too strict, the father never provided for him, so he is looking for that in a man. It doesn't matter to check him. Number two, I think also it's good to know. Na please hata nina za wali mfanye hivi. Every time, sijui kama ni Mungu alitucreate ama ni aje, any girl you are dating right now,
kama wewe uko 19 na huyu girl ako 19, that age is just in numbers. Psychologically, a girl is always 5 years older psychologically than a man. Sijui kama unashika hivyo. So kama uko 19 na girlfriend yako ni 19, that is the age according to the ID. But psychologically, that girl is 24 years older than you. Na naona nachanganikia msemo mwenye ako form 4 right now. Mtu mwenye atawa ako class 3. Sijui kama unajianga hivi. So it's always been and especially hata nikiwa campus niliona hivyo. A lot of wasi wengi tulikuwa tunasoma nao campus, walikuanga wana date camp hata kukaa kwa room moja wana spend night pamoja. Unasikia umanzi yako kwa cube ya yule wanaka first year mpaka fourth year. Lakini wakishamaliza uni hawa wanangi. Because this lady akishamaliza haoni kama wanaweza reason together na the age mate. So anatafutanga msemo mwenye ako mbele yake. So ukisikia msichana amekwambia hivyo ujue mimi nashindaga nikiambia hivyo msemo mwenye ako fourth year. Kama unataka msemo wa kuwa campus tafuta mtu wa first year. Huyo mtapeleka because by the time unamaliza akiwa fourth year na utakuwa job market. Lakini sasa umemaliza fourth year msichana amepata job mbele yako, wewe bado huko ni kuhaso. Unaanza kuchukua katroli kasmoki, unataka kuuza smoki. Msichana already ako intern maji house huko kwa ministry. Lazima ujue ile ipi na kwa very to the boy child. Msichana already akiwa kwa home anatekiwa. Na wewe huko budako amekupatia pressure. Si umekuwa mwanaume si utoke enda ukatafuta kitu ya kufanya. Na every time tunaenda date, unfortunately, unless you get a good girl, when you two already unakuanga una provide. Unaenda na msichana kwa hotel anakulanga hata vitu haje kukula ni kama kukula. Akiweka pizza tatu na vitu tatu. Ni kama kujiuza na wengine mimi nita request I think venye tumeambua hapa it's always good. Na nita request hivi unless ni for fun mnafanya if that girl unataka akue please factor vitu kama hizo. Msi tumeachana na miaka ngapi? Tuseme tuko third year sisi wawili. By the time tunatoka fourth year, what is the likelihood tutapata job pamoja? And in a likelihood utapata job mbele yangu. Mimi ni delay. Are you sure this lady will wait for me? Na mimi by the way naambia kitu nimesomea university kama 3. So I can tell watu wote tulisoma nao. Wengi waliolewa na watu older kuniliko. Hata mimi I think nimedate wasichana kama waine. Wote nilidate hakuna mtu nilioa. Because by the time I remember the first time nilimaliza university nikifanya become job ya kwanza nilipata juu nilihatsu mimi nikakosa job. Msichana mwenye nilikuwa nataka alikuwa anaitwa Shiko akapata hapa KCB. Mimi nilienda Mpangano Street kuuza chipo. Sasa alikuwa anakuja anatoka KCB 5 anakuja hapo anakula chipo ananiambia ananipenda. Sasa mimi hata ukienda kwa chipo unakuta anapenda. Unakuta pa wiki nimekata sisi bajia 10. Sasa unataka kumpatia bajia hata anakula hapo na take away. Sasa unaacha ukikata mshahara. Within no time. Sasa jioni na mgoja kuna mtu mwingine amekuwa na gari amempika. Mimi nitanunua gari na bajia. So tuko tunasema tukimaliza that of all the women mtu amedate kuna woman mmoja nataka mko very careful tunamwitanga a soul tie. Soul tie ni msichana out of all the girls we meet kuna mmoja atakataa kutoka kwa roho yako. Na unfortunately tukikosa kuoa huyu msee hata ukioa sasa utaoa ukiwa na wife yako that person will always be coming to your memory. Na msipochunga hii kitu ya soul tie uivunje vizuri sana inaweza hata kufanya ujiue. Unashindaga kwa msee mmoja unaona ni karibu hata ujiue juu ya msichana. So such kind of thing ndio unaona. Kuna story tuko tunasoma kwa TV I think tuko tunasoma kwa news na kwa TV. Jamaa mmoja alitoka kutoka Nairobi West akaenda all the way to Eldoret na shoka na akaua msee. Because he love inakuanga very possessive. It's something that even makes men crazy. Hiyo ni kitu nashindaga nikiambia wase if you that don't call it love. Try to tell somebody to cancel you through getting it out. You can break out kama una feel because what ladies do wakisha realize you are that vulnerable and desperate. Wanakocha. Imagine there's a time I was in Inono TV. Jamaa mwingine akanipigia simu. I'll never forget akaniambia, "Mr. Kariuki, I want your advice." Wife yangu alikuja nimemkuta kwa mwanaume mwingine amekatalia huko. Sasa tumeenda na wazazi wangu tumemuendea. Amerudi kwangu. Sasa as we talk with you nimerealize sahi niko hapa afternoon because niko in on Sunday morning. Sunday afternoon akaniambia venye niko hapa nimekaa peke yangu nimeambiwa ameona kwa huyo jamaa. Nisaidie juu siwezi muacha. And I realized this guy was dealing with a soul tie. It's something that you need to be prayed for and cancelled. Otherwise there are men who are in abusive marriage. Ladies are praying them and there's nothing they can do.
Unaona mtu anatokanga saa 4 kwake anaenda place kama Thika na ni usiku, njia hata hufai kupita, anaona makara, unashindwa hata igata haja kura, adhari hata atumie fare awoka kope. Those are called soul tie na zinakuanga zina wanaume sana. So I would request, as we'll be sharing about relationship, if there is a lady you are going you have ever dated and you are going through a soul tie, you need a lot of counseling, a lot of guidance, utoke, because you'll be the one whose energy is being sucked. Utakuta hata a lot of goals, a lot of most priority things kama career zitakupita, kama jobs zitakupita because of being focused to one person. So I think as you continue dating, as you look for your one, because it is a cert, the Bible says, he who finds a good wife gets favor. So men find, ni kutafuta tunatafutanga. So please be careful of that soul. Mwenye amekufunga una feel, ai manzi hata nikuteseka. Wako kwa relationship, lakini as you go to take audit unaona manzi. Imagine kuna msichana mwingine anajuanga how vulnerable you are, anakwambia kama hutakuja nitatafuta mtu mwingine. Unakuta umetoka huku umeenda Kitengela sana. Kuna jamaa sorry to say this, nastakangi kusema vitu because he's a very personal friend. As we talk with you sahi, anakuanga amevunjika mguu for the rest of his life. Aliangushwa na boda Mombasa Road akienda Kitengela saa 6 usiku. Why? Msichana amemuita, upse hana do, akaomba pikipiki ya mse, hajui hata kuride bike. Aligongewa hapa karibu na yeye na gari. Why? Anaenda na unamuuliza umeenda wapi, hata yeye hajijui. So be very careful kwa sababu unaweza jikuta such relationship zimeingisha. By the way, there is a story nimeona kwa Inoro TV, I was checking it yesterday. Jamaa mwingine alikuja akakuta msichana alikuwa amempenda, akakuta msichana ni kupray na mpray, alichukua kisu akamdunga. That guy right now as we talk with you is spending over 13 years in jail. So some men are struggling. Hiyo ni kitu nataka ujitoe, otherwise kuna kitu msichana atakufanya hata unaweza ua watu. So umesikia hata kuna wanaume wengine wanaendanga hata wanachoma mpaka nyumba ya msichana mpaka kwa mali yake ya kazi. So some of us, as we'll be talking about relationship, it's okay, all of us have gone through breakups, all of us have kissed frogs, but one of the things I would want you to untie yourself is a soul tie relationship. Hey, maze daktari, si unatu inject na a lot of wisdom. Mimi yani nafunguka macho design hata singeifikiria. Manjama najua tulianza hii story na fatherhood. Unaona, fatherhood yani ile design yenye maybe unakuta ni hard kusema I love you to your dad. Unacheki. Na ndio mshukue confused. Muone hii story imeenda chini ikaingia tukaenda mpaka kwa mizizi. Wapi? Wajua obviously fatherhood inaanza na nini? Na mapenzi. So mazee, sasa tumeingia dating story, yani venye jumachali wengi wanapitia a lot out there. Na hata tuseme hata machali solo, hata mademo wanapitia. But unaona hapa hivi tunataka kuempower pia men. Unaona? So machali wanapitia a lot. As in ile design hata sometimes unakaa unasikia unachizi. Kuna dem fulani amekuchizisha unashindwa, mimi ndaduaje? Ndajitoaje kwa hii kitu? But hata ukitaka kujitoa, hiyo siku unajitoa hivi anakupigia. Hey babe, hey unashindwa tena. Ai, kwani umseni mbana? So I think Sami I think ulikuwa na swali yo. Nilikuwa na swali daktari ipatia hii soul tie. So like hii soul tie haiwezi kuwa kitu positive pia. Like huu soul tie wangu haiwezi kuwa na, kwani nitakuwa huu soul tie wangu ananiletea tu madhara. Haiwezi kuwa like this soul tie nitafika ni kuwe like huyu msee anafanya vitu pia tunasaidiana like yeah. Tumesema it is okay to have a relationship, but I want us to have a healthy relationship. A relationship where you also don't feel manipulated. Kwa msichana akirealize you are very desperate anaweza kumanipulate sana. Na utaumia. Na msisahau sasa tuko tunaongea about fathers na relationship. Kama kuna verse na kuanga inaongea sana ni hiyo Genesis chapter 2 verse 18 nasemanga, for this cause a man shall leave his father and mother and look for a wife. Realize Bible haijasema a man and a woman shall leave their father. Women never leave their father. Women exchange fathers. So it's mimi ndio natokanga kwa babangu naenda kutafuta msichana. What msichana anafanyanga hatokangi kwa babake, anapatiwango another source. No wonder like for example kuja kwangu home realize my wife alikuwa naitangwa Penina Geshure. Geshure is the father. Right now she's called Penina Kariuki. So what has happened? She has just changed fatherhood. Fatherhood is a source. Instead of being provided by the father, I am the one providing for her. So that the reason a man shall leave his father. When a boy has not had a father to mentor him on how to relate with boys, unakanga na hiyo wound, because what you get, you have related with your mom for quite a long time. So the only aspect you have about women is from a feminine side. Your father have never told you how to treat girls, how to relate with girls. Now because of that one, unakutanga
ladies take that advantage because they lack the masculinity in you. Sorry to say this, boys who have been raised by mothers tend up to be very soft on women because they have been they have been raised in a very soft side. They don't know how to say no. They don't, you know, it's like they want to treat ladies like a neck because the mothers always pampered them. Yeah. They are pampered. They don't know how to say no. Nimesema hii kitu sitaki. And you realize boys who have been raised by single mothers really are taken advantage by women because the only environment they know is an environment of women. They have never had the masculine side of saying no. And women value people who say no. So mimi kwa tu nataka kusema soul ties are good but sometimes they are not healthy because sometimes they deny you the freedom to say no. Unasikia msichana anakuambia hutaki kuja kwangu, unajikuta hata ulikuwa unafaa kwenda class lakini una miss class. It's like you have manipulated. And you remember, I have always told people in a relationship, me and my wife are equal culturally. For example, nikienda kwangu leo home, kuna vitu my wife anaweza niambia nimsikilize because we are partners in a marriage. But you should also see a marriage as an institution that has a hierarchy where I am the husband, she's the wife. So structure-wise, I am the head of that institution. But culture-wise, you can sit down as partners and discuss. Lakini unakutanga kijana mwenye amelelewa na single mother, he doesn't able to differentiate when to stand up as a man and say, this one is too much, I say no. For example, sorry na usinishike vibaya, nikienda home right now, nijue my wife anatokanga job 8, nikuta anafika kwangu 10, I have to stand as an authority to say no. Lakini utakuja kurealize, if you are a man who was raised by a mom, now your wife is coming at 10 now, you never had a father who you saw acting on such kind of thing. And that's why I say, let's look for second fathers, uncles, so that they can teach us on these things. But otherwise, nitasema, soul ties are good, but they have disadvantage because they make you lack authority of saying, up to this far, I cannot come. Like for example, unaweza ambia manzi yako, tunafaa analia nakwambia, mi lazima uninunulie kitu, unakuta umefuliza, hata mpaka fuliza hawezi kukopesha vitu zingine. Ama unamwambia hii weekend sikuji. Does he allow that? Anaku allow the space to be a man. Unakuta is she manipulating you to an extent? Na by the way ni mistake nimeona also machari wengi wamefanya. Ukipata manzi na please msimeki hii mistake pia, unaachana na mabishte wako. That's a very dangerous thing. Yeah. Besides your girlfriend, keep male companies around you. The stories that men shares are very important because it is from those experiences that you also learn how to treat a woman. But unakutanga jamaa akikisha kuwa na girlfriend Monday to Sunday, mabishte wake, uko wapi Jemo? Manze nimeshikana sana sionekani mpaka next month. Anytime you isolate yourself, you need to realize the solution is dangerous. Stay in the company of men na ujiulize, manzi akikuacha ni mabishte wagani wanaweza kutembelea. Lakini unakutanga uko peke yako, mtu akiangalia phone call yako unakutanga kama manzi yako anaitwa Korog, manzi yako anaitwa Royce umeongea naye 59 minutes. Best yako Jemo, hi, uko tu unazima. That's not right. Let's have a healthy relationship where it's a soldier, I love you, but please give me time to be with my boyfriend. That is what I'm calling a healthy love relationship. Yes. Na Doc Gio's story, he told us very well, our brother over there, he told us that, you know, he find plastic friends. So unaona sasa yeye hakuwa na no one to turn to. How would you like tell someone who's like Johannes? Yeah, but by this sijui tunaongea tu hivi because tuko hapa kwa forum. One of the thing nataka Johannes adeal nayo is that Johannes is having a wound. Na anytime a wound has not been exposed to heal, what Johannes has done, and amekuja akasema staki mambo ya mamanzi. So what amefanya, amekuwa na wound, instead of talking about it to heal, ameweka elastoplast. Anything umeweka kitu elastoplast, it becomes wet, not dry. Johannes, mamanzi ni watu wazuri sana. Na you need one, your daughter also needs a mother. Don't be so selfish to an extent, staki mamanzi, to an extent you deny your daughter or your son a mother. Heal with this wound. Tafuta wanaume muongee umwambie kuna manzi wa Ministry of Water. Pengine kwa Ministry of Land kuna mwingine amekukotea huko. Kwa unashika. So yes, mimi ndio ninasema it's always good to have 3 categories of friends. Your peers, your mentors, and your friends. As in unakuanga like mimi by the utarealize niko na mabishti. There's a time by the tulikuwa tumekosana na wife yangu. Sitaisahau your story. Tulikuwa tumekosana na wife yangu akaenda kwao. Wasiwalika yangu nikauliza, by the nifanye aje na wife yangu amepotea kwangu kwetu home
wakaniambia sikia what they told me, people of your age. Sasa wewe unajifunga na huu na wasichana wamejaa huku Nairobi, that's what they told me. Si utafute mmoja. Wife yako akisikia uko na wengi si atarudi home. But when I went to a man I'll never forget called Muigai, a 70 years old man, he told me watu wakioana, when you are, when you date a person but you live with a personality. Unajua watu wakidate wajuanangi. By the way, usidanganywe tunajua manzi yako, hamjuani. You come to know people when you start living with them. So that's what nasema, how much is your relationship maturing? Sasa ndio nikajua, I think it is either me who is acting immaturely ama my wife who is acting immaturely. So what I want to talk about ni kumaanisha, me I would request Johannes aanze kukaa na wanaume, aanze kusikia zile vitu wanaume wamepitia na zenye wanaume wamefanywa na bado wakaoa tena. I can tell you Johannes by next year atakuwa na manzi Ministry of Water ama finance. Hiyo wound lazima aitoe. Ni kumkula itamkula for nothing, while they are very beautiful and good girls waiting for him. Yeah, speaking of that, nataka utueleze, have you ever been rejected? Hey, I think over 50 times. I think even watu wenye wamenireject ni wengi kuliko wenye wamenipenda. Na unajua kwanza utakuja kurealize when you have a sasa uko na wazazi possessive sana, they deny you the idea of being masculine because hatakangi kukuona na manzi, nani hiyo nimekuona naye, enda usome. So wasichana sasa hata kuwakatia hujui. So mimi unakuta ninakatia msichana anawekwa box na mtu mwingine kimimi. Ninajua kuanza lakini sijui kufunga about. So nimerejectiwa and I accept. But all that I have always told men, anytime umebreakiwa, 3 things you should never do. Number 1, never insult that lady. And number 2, mtu umekuwa mkispend a very good moment with them, never speak ill of them. Number 3, move on. Not necessarily to revenge because umeachwa, but for the sake of your future. But run to realize anytime unauliza msichana, the answer can either be a yes or a no. And the problem may not necessarily be you. The problem could be her. Maybe kila mtu anakuanga na test yake. Hata sisi venye tumekaa huku, kuna mtu kama tungeletewa soda hapa, kuna mzee atakunywa Sprite, kuna mzee atakunywa Coke. Pengine kwa huyo manzi wewe si type yake na hakuna shida, na kuna mamanzi wengine huko wanatafuta msi kama wewe. So let's learn also to accommodate. Tujue hata wewe kuna wasichana wengi unapitanga ili uende kwa huyo. Kwa nini wewe unawapita na hutaki kupita? Wow. Greg, unaweza tuambia Dr. Mapenzi, nimetendwa hii Kanairo. Ndio kwanza msichana Mkristo. Wa church. Alikuwa ile religious manze. Unajua zini mimi nilikuwa mtoxic. Niliacha kuwa mtoxic. Wewe ulikuwa mtoxic, ulikuwa mtoxic. Hiyo sauti. Nilikuwa mtoxic. So ilikuwa hii mwaka manze. Manze nikaamua bro, acha ni change at least. Nianze ku respect women. At least nianze ku treat venye unasikia ngona peleka dem out kidogo. Nikaanza kujifunza, siko nafanya hizo vitu kwa sababu hizo ni ujinga. Tunakubaya kitu, huwezi baiona buda yako. So I was like that kind of man. So hii mwaka ndio mwanga ebu let me try with this Chile because alikonga Chile ilikuwa nimemdedi lakini ilikuwa low key. Hiyo time nilikuwa mtogizi nikasema huyu nitamuumiza juu ni Mkristo. Nitamuumiza vibaya sana. So nika kwa 250 so nikasema hii mwaka acha niko serious buda hii mwaka sasa tunapiga anniversary sasa. Niaje baby nini tukasonga ilipata ametoka. Yule msee amesema dem akipatanga msee anamwambia vitu anataka buda na kupanga attention yake yote. Dem alikuwa na Charlie but ilikuanga break up period yake, nikakuja nikaingia. So sijui kama nilikuwa rebound ama nini. Ulikuwa probably ndo maana nilipigwa heartbreak. So mimi nikaingia manze. Vitu zikaenda fiti nini. She used to come to my place manze. Madha kitoka hivi kidogo dem anafika. Nini. Tukamua. Nikamuuliza like are you like ready for this? Because me I was like lazima tupige anniversary, unaelewa? Lazima iende far. Hii hadi tunapiga hadi familia ijue. Kijana amepata mtu wake. Wa kanisa. Because she was so religious, she was this perfect chick that I wanted. Yani akona kila kitu. So nikaanza kumtreat well. Manze namba ya flower. Man hadi siku ya Valentine manze ni ya flower manze. Nikum surprise manze hadi ni propose yo dem. As in, nilipiga hadi magoti eti, will you be my girlfriend manze? Nikampea flower manze. Like she got emotional hadi akanililia manze. Nilikuwa love boy pale hivi manze. So nikaamua as in let me feel the feeling of love. Unaelewa? Let me fungua hati yangu nipende mse.
Simi nikafungua hat. Tukachapa January. Tukaanza officially. Ilikuwa officially January but tukachapa February 12th. Tukamuhimu mwaka tu iko official sasa. Hii tunaipiga anniversary next year, tunapiga anniversary sasa. Tuko serious pale. Maana feel your damn ni she used to come. Kwa hizo times nilikuwa nga hostel manze. Bim, imagine anatoka kwao Kiambu. Bim anatoka kwao, anadanganya kuna daro, anatoka kwao 4 ndio afike South B by 6 asubuhi hadi ananiamsha nikilala 6 kwa gate ni mpik atoke kwa room yangu 6 jioni. So nilikuwa napiga na exit hizo ma time. So dem niko na man, she's a real one manze. Manze dem, there was this day akaenda shopping manze akaniletea manguo makladi hadi ubweza anajua kila kitu manze. Dem ananiletea hadi manguo na feel like she's the one manze. She's the one. So time ikaanza kwenda hivi akakuwa like Greg sijui as in like in relationship si kuja ni expect kwa this stuff because as in nikalikuwa na mimi hadi nilikuwa sacrifice a lot but ikafika like mimi sasa kaanza kuniambia I need to know myself, me I want to get into religion. Taka sasa nimeona nikifanya vitu zingine hivi nasikia guilty. I'm like we official manzi, if you're doing these things meaning we all open, we are in for it 100%. Unaelewa? Mimi sasa kaanza kuniambia mimi nataka tuache kuonana kidogo, mimi nianze kwenda kanisa. I think I've lost my path. I'm like bro rada, mbona ikuanga hivyo kitambo before ikuwe hivi manzi, unaelewa? So mimi kaanza kuwa dem sasa rada yake manzi. Na mimi nimeamua hii officially ilikuwa tupige intro kwa madhe manzi. Ilikuwa as in serious manzi, ilikuwa napenda huyo manzi. So dem sikaendelea hivyo. Ya kuja siku moja manzi ikabidi tume break up. Mimi niliamua hii kitu kwanza yenda alicall the first shot. Manze na sija experience the feeling as in unapata ile dem mwenyewe una trust sana ukamwa let me give my all ndana kuachanga vibaya anakupiga ngati break vibaya sana. So mimi nilipeanga like the first woman I trusted like mimi nakujua like this A B C D and that unajua vitu mingi kunihusu sija opinianga kwa dem hivyo. So alikuwa wa kwanza maana nilimopenianga hivyo like sound ka feel venye alisema take a break nikafeel manze like nimelost another part of me, unaelewa? Zinju manze you are me in me, unaelewa? Because unajua mingi kundishi mingi zangu me fully, unaelewa? You're the first person unanijua. So I felt like manze why manze kaza kuwa emotional pale manze hadi nilikuwa na simp manze. I'm like baby why did you do this manze, mbona ulifanya hii manze after everything manze. So nikatry unfortunately ikakuja tukaongea nikamwambia like let's have a talk, let's sit down and have a talk. So there was this day ilikunga hadi tuende date mimi Kelvix double date. So dem akaanza kunipea excuses siji mimi siwezi make siji nini eti I'm shy. Kaambia wewe sasa nikamwambia fanya hivi to meet base fulani mimi na wewe tukaongea kila kitu kwa smooth. Tukarudiana, it was around May kurudiana hivi ikakuwa tu toxic juu I'm like unipay time yenye ilikuwa unanipea before because umechange. I'm like mbona unipay your time, unaelewa? Unipay attention, unaelewa? Alafu nikianza kuongea vitu like unajua ukiwa in love manze unakuongea emotions saa zingine kwa unapenda msee uko like manze unatumia dem pale hivi paragraph karibu 468 words manze composition mzima umechafua yako like okay good night buda. Yani hapo umeshed hadi nilikuwa nampigia manze naambia venye nakupenda nini yeye ana divert story na nini umekula ugali na mayai yako kama kila siku. I'm like manze I mean deep in my thoughts like nakufeel yani hata emotions zangu alafu ananiambia kitu kaa hiyo manze. What is that? So kuna siku alinipigia asubuhi akanaribia moods hadi msaka akaniambia buda achana huyo manze. Nipigia asubuhi tukaanza kuongea sijui aliniambianga nini iliniudhi nikamwambia nini manze tuwezi keep this thing anymore manze juu uko mtoxic, unaelewa? So tukachapa hizo kuanzia June, July hadi August. Na mimi nikamwa bro let me keep it a quit manze. Acha tu hii iishe kila mstaa ajifocus manze. Niachie wengine barabara watembee kidogo manze. Mimi nimechoka.
Kwanzia hivyo bro. Budadi ni text Amerix manze. Hiki kitu niuma. Ni text Amerix mse. Akaniambia you know what? Bro focus on yourself. Since then, never again manze. Mazenye ma stories zimekuwa hot. Na msho sasa mimi, wewe, sasa mimi tukipiga hizo stories zetu tutaishi hapa. Tutalala hapa. Maze mimi najua wasa wamejibamba. Na sijui fellow, is there anything unaweza add in brief? Kidogo tu unafilika kuna kitu yote unaweza add. Well, binaweza ambia tu vijana, you have to be very careful venye daktari anawaambia. Usipatie mtu roho yako yote. Usimpatie yote. Lazima atakudisappoint. Mademu anakuangalia kitu sana. Ukimpatia attention sana, anataka kusik attention nyingine kwa mtu ampatiangi attention. Juu anafeel ni kama ashakukonka na shida sasa hapa anafanya nini. So you have to be very careful on that wakati uko kwa relationship. Usicommit ile 100%. Especially kama una date. Jibakishie roho yako kidogo. Usipeane yote. True. Bazu wetu hapo hivyo. Ukiongelea mavijana. According to my past experience. Mimi yangu naweza toa tu advice. First siwezi blame wazee. Unaelewa? Na vijana tuseme wasichana wanapenda pesa. Tafuta pesa na wataku. Yeye sasa itafuta. Ya pili. Vile tumambo hapa na fail. Tafuta msichana anakupenda. Si mwenye unapenda. Kitu tu kaa hiyo. Na mapenzi kikushinda wewe kuwa tu mlevi. Hiyo ni maoni ya maoni yake mzee Blackie mwenyewe. Hiyo ni maoni yake. Pale hivyo naona Mr. Dio pia amepiga smile yake safi labda atatuambia kitu. So to finish it all up, najua si wote mazee tumekuwa through heartbreaks. Through hizi mavitu yani kutoji understand na mademu. Na unajua kitu fani ni nini? Bado sisi ni wayangu. Unaona? Si ni wayangu na bado hizo vitu zitatuchapa tu. Unaona? Find maboys wako wenye unawatrust wenye unaweza waambia stories zako nini na ufeel kama watakujaji. Unaona maboys hawezi kupeleka wrong. Mimi nimeona through ni maboys wangu that many advice chorea dem fulani. Na mimi nikiendelea tu na nikaumia. Unaona? So mimi usemaga mtoto akilea embe mpe jembe. Asimpia at the end of the day mtoto anakamigi pia ana learn kivyake. Learning alone pia inasaidianga sometimes. Na kitu kingine mimi nimeona ni as in ni kitu very hard to understand why vitu happen when it's happen kwa dunia. Unajua dunia ubamba kwa nini? Life inabamba juu hizo experiences. Unaona? So akona maoni yake Blackie, fellow akona maoni yake, tuko na maoni yetu kama boys. But tumetunganisha nini? You're feeling the sense of being a man. Na knowing that tuko hapa pamoja si wote, unaona, na tunaweza funguliana na issue. Acha nikwambie, issue hata si ya kukashifu mademu. Issue tunataka pia mademu wa understand wanaume better. Unaona? Juu bila mademu dunia ingekuwa hivi venye iko. Unacheck, so tunapenda mademu mbaya nini, but tunataka pia nyinyi mu understand men. Hii ni kilio yetu kwenu. So Mr. Daktari, I think now that you've had all our views. I think sio wote tumeongea, kila mtu at least ana feel. Ameachilia, Felo mpaka anapiga smile. Show ikianza alikuwa amevaa sweater. Na mpaka alitoa. Hata si Felo Johannes, sijui mbona national kuita Felo, but we're together in this. Yeah, show before ianze na zetu kwenye sweater nini. Our guest papa ametoa, show imekuwa moto. So, Mr. Paul, I'm sure si wote mazee, kuna kila mtu in one way or another we felt like at least a load has been offloaded. You understand? And the guidance of you guys as our fathers and you as our mentor and also our brother he was spoken about his life. I'm sure si wote tunafeel tumeridhika. Si ndio maboys? Na tunaendelea kuwa strong. Na mimi nilikuwa tunasema tusisahau issue si ya kukashifu mademu, but ni issue ya kufanya nini? Kufanya mademu watu understand as men. Kuna vitu tuna lack na lazima imefika time lazima tuongee. No. So Mr. Daktari, give us the last words here before tufunge sasa show. Thanks so much artist kwa kupenda na niambie what you are going through hata sisi tumepitia. Lakini vitu ile tu very quickly kuna pale Bible inasemanga love and neighbors you love yourself. So siende ukapenda manzi ukajisahau. Sasa zingine hata mtu ujiuliza hata kama nampenda hivi vyote, kwa nini nitumie credit at the expense kukosa food jioni? Ama kwa nini nitoke hapa niende Thika
and it is very unsafe for me. As much as you are giving love, please also remember yourself. Don't do things that unajua, hey, manze venye nampenda, hii kitu hata inakuwa toxic, hata inani affect academically. Remember to balance. Number 2, mse akikuacha, don't struggle. Don't be too possessive. Let go. There is a proverb tunasemanga ina Kikuyu community, and I'll say it in English. Tunasemanga utatigaga dakoraga, mwenye haachangi haezi pata. So lazima uache huyu ili upate mwenye kwako. But as long as you are keeping possessing on the past, you'll never go forward. The mwisho, and I think this is also what I'll always tell you, remember to keep your friends close. Your friends, what they do, they pray as a balance. Sijika mshaona hiki kitu tunakuanga tukilift as a weight. When it is only one-sided, itakuumiza because utaanguka side moja. But make sure that 50% of your time you're giving your girlfriend, but 50% of your time you're giving yourself to your friends. Na mwisho, don't forget that sex is spiritual. By the way, when you mmeongea hapa, mtarealize as much as you did it to them physically, their spirit is still left with you. So Nanwanda utarealize every time you are having a relationship, those spirits will always be hovering you wherever they are. So me, I would request you that at least at Akama, let's also learn to abstain if it is possible. Let's learn to even keep our relationship sacred, so that also God is in it as we continue to do that. So I wish you all the best, and I pray that we shall get our right mates when the time comes. I love Genesis chapter 2 verse 16. The Bible says, and God gave Adam a suitable helper. So in this life, there are suitable helpers, but there are also unsuitable helpers. May God give you the right person for you. Majamaa, mnajua ni Young Billy's Den mazee. Leo tumekuwa na magest wafia mbaya, si ndio? Wametueducate mbaya. Najua story hawezi enda ati mkono mtupu hivi. Unacheki? Lazima tuwamochoe au sio? Hapo tuko na gift kadogo. Sasa sijui unapenda kala gani? Black. Alright. So unajua ukivaa black wewe. Yaani bora nakuita tapatia rangi ni black. Tuna meno peke yake. Ungepiga gani? Nipatie hii ya white. Ya white. Hilo tunaenda. Blue. Alright, sasa majamaa. Kuna ka secret kamoja hapa hivi. Unachiki shati. Shati pia inaenda for sale mazee. Ukitaka young, yani inaitwa Young Billy's Den. Hapa hivi manyu unachiki imepigwa pamba ikaitwa Boys Club. Mazee, ukitaka tu kuchukua shati moja kai mazee ujibambe, ufeel like a young billionaire fresh from the east banging in the west. lazima mazee uvae Young Billy, unajua. So kuna namba itakuwa inapita hapo, wecheza kio kidai shati nivutie mazee. Na mimi hata nitakupiga delivery yako safi. Jamaa naona time imeyoyoma. Imekuwa day fiti. Na pale Greg, Mr. Felix, Sami, Malik, Kevo, Mr. Paul, Johannes na Petero. Siko tu ni kuambia mazee tunawapenda mbaya sana. Na wanaume mazee tu stay strong. Na madem tunawapenda mbaya sana. I wish mkage mkijua hivyo. Bila nyinyi ingekuwa mbaya sana. So mazee, this has been your host Malik Lemi, your host to the most, Young Billy's Den, Mr. Young Billionaire mwenye. Na tukisign off. Kumbuka, piga shati yako baridi. Piga luku yako baridi. Baridi moto. Safi. Tutapatana episode next. Cheers mazee. Nawapenda. Mob love. Peace. What's up?